Naam bwana, jana Simba Sports katika uwanja wake wa nyumbani, uwanja ambao mara nyingi huwa anafanya vizuri pale when it comes michuano ya kimataifa, lakini mambo yamekwenda tofauti bwana. Huu ukiwa ni mchezo wa pili, jana anacheza bila kushinda, ikiwa mchezo wa kwanza walikuwa dhidi ya Petros Atletico, walipoteza goli 1-0, na mchezo wa pili wamekwenda kutoa sare dhidi ya Esperance, na ni mechi ambayo Esperance wenyewe walionekana wana uwezo wa kuandika hata chuma tatu, kwa maana ya mkwaju wa penalty ambao waliopata wakakosa ule mkwaju wa penalty. Lakini kitu ambacho nimekigundua kwenye hili kundi bwana, lina vigogo watatu. Ninavyosema vigogo watatu namaanisha Petro, Esperance na Simba mwenyewe. Stade Malien kwa hizi timu tatu ambazo nimezitaja hapo yuko mbali sana. Of course Stade Malien bila kuivunjia heshima ni klabu kubwa sana, ni mabingwa kombe la shirikisho Afrika hao mwaka 2008, lakini ni wana fainali ya kwanza kabisa miaka ya 1963-64 ya klabu bingwa Afrika, walicheza wao na Oryx Douala ya Cameroon. Kwa hiyo ni klabu kubwa ndani ya Mali, klabu kubwa ndani ya Afrika ya Magharibi, ila ilikuwa imepotea kwa kipindi kirefu, ndio imeanza kurudisha tena makali yake taratibu. Kwa hiyo kwa wakati huu tunapozungumza Stade Malien, kwa hizi timu tatu Stade Malien ameachwa mbali, lakini performance ambayo anaionyesha Stade Malien ni tofauti kabisa. Wako juu pale katika kilele cha msimamo wa kundi. Sasa hizi klabu tatu nyingine zilizosalia, bwana, unaweza ukatumia neno kwamba zimechoka mno, zimechoka. Esperance sio ile ambayo tumezoea kuiona. Esperance de Tunis na makali yao sio ile, haipo kwenye fomu yake bora. Wamefanya maingizo mengi kikosini, lakini bado hawajarudi kwenye ule ubora wao. Petros Atletico de Luanda na wenyewe pia hawapo kwenye kiwango chao cha ubora. Simba hayupo kwenye kiwango chake cha ubora. Maanake Simba licha kwamba hawa majiant wengine wawili hawapo kwenye kiwango cha ubora, Simba ndo tunasema amedhoofika kabisa, kwa maana ya kile ambacho anakidisplay katika hizi mechi. Sasa kundi mpaka sasa hivi tunapozungumza, timu zenye nafasi ni tatu, kwa maana ya nafasi ya kwenda hatua ya robo fainali ni tatu hizo. Ni Stade Malien wana nafasi kubwa, Esperance wana nafasi kubwa, Petros Atletico de Luanda wana nafasi kubwa pia. Timu ambayo nafasi yake ni ndogo au haipo ni Simba Sports. Hesabu zinakataa Simba kwenda hatua ya robo fainali. Kwa nini zinakataa? Mpaka sasa hivi Simba Sports, timu zote kwenye kundi hili zimeshacheza mechi 4, zimebakia mechi 2 kwa kila timu. Simba mpaka sasa ina alama moja tu. Alama moja hii katika kundi hili, maana yake mchezo unaofuata anakwenda kucheza na Petros Atletico de Luanda ambao wapo nafasi ya tatu wakiwa na alama 5. Nafasi ya pili yupo Esperance de Tunis mwenye alama 6, na nafasi ya kwanza yupo Stade Malien mwenye alama 8. Sasa ugumu wa Simba kwenda uko vipi, au safari ya Simba inaisha vipi? Simba mchezo unaokuja wanakwenda kucheza na Petro de Luanda Angola, uwanja wa 11 Novemba. Tuassume Simba ameshinda hiyo mechi. Of course akisare ndio inakuwa haina haja kuangalia mechi za mwisho, hiyo inakuwa shughuli yake imeisha hapo kabisa, akitoa sare au akipoteza. Tuassume Simba ameshinda ndani ya Angola. Akishinda ndani ya Angola anakuwa na alama 4. Akishakuwa na alama zake 4, kituo kinachofuata au mchezo unaofuata ni wa Esperance dhidi ya Stade Malien. Mchezo unachezwa wapi? Bamako, Mali. Huo mchezo Stade Malien inabidi ashinde, yani Simba itaombea Stade Malien ashinde, kwa sababu Simba akiwa na alama zake 4 baada ya kufunga Petro, hata kama atashinda mechi ya mwisho hawezi kufikia alama za Stade Malien ambazo ni 8. Kwa hiyo kimsingi Simba anatafuta nafasi ya pili, nafasi ya kwanza hawezi kuipata. Sasa Stade Malien inabidi amfunge Esperance
Stade Malien kama atamfunga Esperance, maanake Esperance atakuwa na alama zake 6 zile zile. Simba ana alama 4 wakati huo, kamfunga Petro tunaashumu. Esperance anakuwa na alama zake 6 zile zile. Stade Malien anakuwa na alama 11 na kuhamisha qualify tayari. Mchezo wa mwisho Simba ana alama zake 4, anacheza na Stade Malien. Akicheza na Stade Malien tuashumu anamfunga, yani Simba anashinda dhidi ya Stade Malien. Simba inakuwa na alama 7. Sawa? Simba inakuwa na alama 7. Simba ikisha kuwa na alama 7, Stade Malien anakuwa na alama 8. Ndicho kwamba atakuwa amepoteza hapa Tanzania. Mchezo wa mwisho Esperance anacheza na Petro. Esperance ana alama 6. Tunashumu alipoteza kwa Stade Malien. Ana alama 6. Esperance akiwa na alama 6, Petro anakuwa na alama 5. Simba ana alama 7. Hapo Simba nafasi ya pili hapo. Esperance anacheza na nani? Na Petro. Esperance na Petro ikiwa sare, hiyo mechi ikienda sare, maana yake Esperance anakuwa na alama 7 kama alizokuwa nazo Simba. Tafsiri yake nini? Wanakuja kuangalia mlivokutana, nani alipoteza? Simba alipoteza kwa Esperance. Esperance alipata alama 4, Simba alipata alama 1. Kwa hiyo automatic Esperance anakuwa amequalify ikiwa sare. Ikiwa Esperance amepoteza kutoka kwa Petros Atletico de Luanda, maana yake Petros ana 5 sasa hivi na alipoteza na Simba tumeashumu, maana yake atakuwa na alama 8. Petro atakuwa amekusanya alama 8. Tunaelewana naamini. Maana yake pia Petro atakuwa amequalify na Stade Malien kwa sababu Simba ana alama ngapi? Simba ana alama 7. Kwa hiyo Petro atakuwa amequalify ana alama 8. Ikitokea Esperance kashinda, Esperance alikuwa na alama 6, akishinda anakuwa na alama 9. Kwa hiyo hesabu zote zinakataa Simba kwenda robo finali. Lugha nyepesi, pengine sio ya kufurahisha, pengine ni ya kuumiza, ni ya kuchoma choma. Simba shughuli yake imeishia hapa, yani Simba out katika CAF Champions League msimu huu. Mechi zilizofuata ni mechi za kwenda kutimiza ratiba, kwenda kumaliza ratiba inavyosema. Simba lazima amalize mechi zake, ndo hizo 2. Kwa hiyo ni luxury tu, wanakwenda kucheza Angola, wanakwenda kucheza nyumbani dhidi ya Stade Malien, lakini bila ya ushindi, bila ya kwenda popote. Kwa hiyo ni mechi za kukamilisha ratiba. Hii ni aibu, ni fedheha kwa klabu kubwa kama Simba, klabu ambayo imeshajitambulisha Afrika, klabu ambayo imepiga muhuri kwamba ni klabu kubwa miongoni mwa majianti wa Kiafrika. Hii ni mbaya sana kwa mnyama, ni mbaya sana. Navyosema ni mbaya, maana yake hata watani zao wa jadi kwa maana ya Young Africans wakivuka group stage na kwenda hatua za juu, kuna possibility kubwa Young Africans akamtoa Simba katika nafasi ambayo yupo kwenye viwango vya ubora Afrika. Young Africans tayari wameshatengeneza ufalme ndani ya nyumbani na wanakwenda kutengeneza ufalme ndani ya CAF. Sasa kwa wakati huu tunaishia hapa katika session hii. Kuna session nyingine zinakuja za kuangalia kipi ambacho kimeiangusha Simba na mpaka sasa walipo. Hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe.